Tugeukie Mexico na madawa ambayo pengine Amerika ile imekuwa ikitajwa sana kujihusisha na madawa sana. Maduro ilikuwa walianza ile kesi, na sasa hivi tumeweza kuona paka magenge yanakuwa na nguvu kubwa sana ndani ya taifa. Pengine unajua, kwa mtu ambaye unatazama kwa mara ya kwanza haya mambo, unaweza kashtuka kujiuliza hii inawezekana vipi hasa ndani ya nchi genge linatishia amani, linaingia mtaani, lina silaha kutosha na weapon kama hivyo. Pengine hasa historia kwanza, tuanze kwanza kwenye hilo kwanza, masuala ya madawa na Mexico ikoje? Yes, kwa watu ambao walikuwa wamesoma historia ya vita baridi, unajua hizi nchi za Amerika ya Kusini zimekuwa zikifanya mapinduzi maarufu ambayo yanajulikana kama Pinochet. Pinochet ni mapinduzi ambayo yanafanyika ambao alikuwa anafanya na wanajeshi katika nchi za Mexico, Colombia, kutazama Venezuela, ambao alikuwa magenge ya kihalifu yana nguvu kuliko serikali. Kwa katika hizi nchi kutazama zimekuwa zikifanya biashara sana madawa ya kulevya, ambao kwa kweli zinaitwa hizo taasisi ambazo sio za serikali, non state actors, ambao zimekuwa zikishawishi hata zikijaribu kutishia. Yaani kuna serikali ambayo serikali tunafahamu, kuna nchi ambayo ina serikali, ina watu mamlaka yake, afu inakuwa kuna mtu kama mchungu na inakuwa na jeshi lake. Ana pesa, ana ushawishi, ana vijana, anatishia mamlaka ya serikali. Ndio nchi zingine za Mexico. Umeona? Kwa sasa zimekuwa ni nchi ambazo kwa kweli zikiwa zinapitia misukosuko mikubwa sana, kama ilitokea Mexico. Ameuliwa mmoja wapo ya mkuu wa kundi, nchi kama imeingia vitani. Nchi haijavamiwa. Ni kundi la magenge ya kihalifu linalinda na kupigana dhidi ya waliouliwa mkuu wao. Sasa hii maana ni kwamba sasa unakumbuka Trump alisema kwamba nchi za Amerika Kusini zimekuwa zikiingiza madawa ya kulevya katika nchi yetu. Kwa mfano nchi kama Mexico takriban 20%, nchi kama Colombia 17%, nchi kama Venezuela 3%. Maeneo ya Haiti huko kutazama yamekuwa yakishtumiwa yanauza madawa ya kulevya. Kwa hiyo serikali zinashindwa kulinda mipaka, kwa sababu kazi kubwa ya serikali ni kulinda mipaka, kulinda raia na kuheshimu kile ambacho kinaitwa territorial integrity, yani kuheshimu uhuru wa nchi kuweza kujiamulia mambo yake. Hasa katika nchi za Amerika Kusini shida kubwa imekuwa ni hiyo. Kwa mfano unashangaa kuna magenge Venezuela, kuna magenge Colombia, kuna magenge Mexico, kuna magenge kwa mfano Argentina, unafahamu wakina Las Escobar, zile historia kama unazifahamu. Ni mtu ambaye ana pesa, ana utajiri, anaweza kulipa watu. Kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa sana, ambao sasa kwa mtazamo wa nchi nyingine wanasema kwamba lazima haya makundi yaweze kunyang'anywa silaha. Hoja ya kwanza. Sasa je, hizo nchi zina uwezo wa kunyang'anya silaha wa makundi? Kesi ya kwanza. Ukweli ni kwamba hizo nchi kihistoria hazijaweza kunyang'anya hizo silaha. Na unafahamu hizi nchi kwa kweli zimepitia nyingi katika mapinduzi. Na hizi nchi nyingi zilikuwa zinaungwa mkono na nchi za Umoja wa Kisovieti. Baada ya Lenin mwaka 1917 na wakati Joseph Stalin kuingia mamlakani, walikuwa na support sana hizi nchi za Latin America huko, walikuwa na support. Ndio maana utashangaa kwamba mapinduzi mengi ambayo yanaitwa Pinochet yamesaidiwa sana na Umoja wa Kisovieti, wakati Fidel Castro tazama wamesaidiwa sana na nchi za Kisovieti. Kwa kweli ni mataifa mengi ambayo tunasema ni failed state, mataifa ambayo yameanguka. Yes. Kuna kesi ambayo ilipo El Mencho anatajwa alikuwa ni kiongozi ambaye ana nguvu sana ndani ya magenge yao huko Mexico. Unaweza ukaona ushawishi wake ulivyokuwa ni mkubwa. Wanafanya kulipiza kisasi. El Mencho alikuwa ni mtu wa namna gani hasa? Kwa nini ni mtu ambaye ametikisa hivyo? Yes, El Mencho kama nilivyosema kwamba huyu ni kiongozi mkubwa sana wa magenge ya kihalifu ambaye amekuwa akiuza madawa na mtandao mpana sana, kuanzia Colombia, Mexico kwenyewe, kwa maeneo ya Haiti, Cuba, Argentina. Mtandao unaenda mpaka kuvuka mipaka mpaka katika nchi ya Marekani. Na wanataja kwamba
wamekuwa wakisafirisha watu, hilo la kwanza. Lakini cha pili, wamekuwa wakisafirisha mtambo mkubwa wa madawa ya kulevya. Sasa hichi kichotokea kutazama imekuwa ni kutofautiana kati ya makundi, kwa sababu lazima tufahamu kwamba haya makundi muda mwingine yamekuwa ni makundi ambayo yamekuwa na uhasama kati ya kundi moja na kundi lingine. Kuna serikali za nchi ambazo zinaongoza, lakini ndani ya makundi kuna makundi ambayo yanahitafuatiliana ya tofauti. Kwa hiyo yakiingia kwenye mzozo, kumbuka yote na silaha. Kwa mfano, unafahamu kilichotokea katika nchi ya Haiti. Kuna baadhi ya nchi za Kiafrika ziliambia kwamba nendeni mkatulize hali kule katika hizo nchi ya Haiti. Kuna nchi, yani kuna jeshi la Haiti lakini limeshindwa kulinda wananchi wake. Makundi ya kihalifu yana nguvu kuliko serikali. Kwa hiyo inatumwa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa wana kitu kinaitwa responsibility to protect, yani wajibu wa kulinda. Yes, ambao unachukua majeshi ya Umoja wa Mataifa unayatuma katika nchi fulani pale ambapo serikali imeshindwa kuwalinda raia. Yaani ukiona Umoja wa Mataifa umeingia kwenye nchi husika, jeshi, kwa sababu Umoja wa Mataifa ina jeshi. Kwa hiyo huwa inakusanya nguvu ya mataifa mbalimbali kwa kutumia Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, Security Council. Unaiambia yaani majeshi ya Umoja wa Mataifa, nendeni kwa mfano Sudan mkapambana na RSF, nendeni Mexico mkalinde raia, nendeni Haiti mkalinde raia. Kwa sasa hawa ukitazama serikali inashindwa kupambana na magenge. Kwa hiyo El Mencho anaingia katika mtanziko wa kihistoria kwamba ana nguvu za kiuchumi, ana nguvu za kiushawishi, anamiliki makundi. Kwa hiyo tofauti zake zimepelekea mtisiko mkubwa zaidi ya makundi yenye silaha ndani ya nchi. Ndio maana leo ukiangalia hata footage za mtandaoni, kwa kweli risasi zimekuwa zikipigwa mtaani. Yes, mtaani kabisa, barabarani. Unashangaa kwamba sasa mbona kama nchi inataka kufurugika? Kwa sababu namna gani serikali inaweza kupambana na makundi ili kuweza kuweka ustahimilivu wa kisiasa? Inatajwa kwamba viongozi wa kiserikali wamekuwa na wenyewe wana vitu vyao ndani ya magenge, kwa maana faida zao, kwa maana hivyo kwa namna moja ama nyingine, na ndio maana magenge haya yamekuwa kisurvive. Nimeona taarifa ambayo imetoka jana, rais mwanamama wa Mexico naye ameondoka, ameikimbia nchi kwa sababu ya kulinda usalama wake. Inamaanisha nini? Yes, hii maana yake ni kwamba sasa inaonyesha namna gani sasa hizi nchi zinatakiwa kujengwa upya. Unajua kuna kitu kinaitwa Western Hemisphere. Na hii ambayo ilikuja na Trump ambaye amesema kwamba ameenda kuilinda Monroe Doctrine au Monroe Doctrine kwa mtazamo kama kuja kuita, ni kwamba wanawajibu sio tu kuangalia master ya kiuchumi za nchi. Wanawajibu wa kuangalia hata master ya kiusalama. Kwa sababu wao sio master ya kiuchumi, wanasema Marekani kwamba sisi tunaiangalia Venezuela, tunaangalia Cuba, tunaangalia Haiti, Colombia, Mexico kwa sababu ya kulinda master ya kiuchumi. Lakini je, tujiulize kwa nini wamekuwa wakisupervise economic interest, sio kusupervise master ya usalama wa nchi? Yes. Kwa sababu master ya kwanza ya taifa ni usalama wake. Hakuna usalama, hakuna taifa. Hakuna usalama, hakuna maendeleo. Hakuna usalama, hakuna utulivu. Kwa hiyo ile dhana ya Monroe Doctrine isiishie katika kuangalia wa China au Warusi kuingia katika nchi. Ipi nafasi ya hii sera ya kuangalia mtazamo wa Marekani kuja kupambana na haya magenge? Moja ya azimio baada ya kile ambacho kinachoitwa dhana ya kupambana na ugaidi, ilianzishwa ajenda ya kimataifa kupambana na magenge ya madawa ya kulevya duniani. Kwa lazima madawa ya kulevya iwe ni ajenda ya kimataifa, international responsibility. Ikapitishwa kabisa convention, watu wakafanya ratification katika nchi kwamba lazima kama jumuiya ya kimataifa, moja yetu ya maazimio yetu ni kupambana na madawa ya kimataifa. Sasa katika hizi nchi za Latin America ambazo zimekuwa zinazo shida, ipi nafasi ya hizi Umoja wa Mataifa kwenda cha kwanza kulinda raia? Kwa sababu tafahamu kazi kubwa ya Umoja wa Mataifa ambayo imeanzishwa mwaka 1975 ni ku maintain peace and security. Umoja wa Mataifa una vyombo vitano. Chombo chake mahususi ukiacha United Nations General Assembly, lakini kuna Security Council ambapo kuangalia usalama wa dunia na usalama wa kimataifa. Kwa dhana ya Monroe Doctrine lazima iweze kuangalia katika dhana katika nchi ya Mexico, nchi ya Colombia, nchi ya Cuba. Lakini sasa unaona kabisa kwamba masuala ya kiusalama huwa hayasimami
kuliko maslahi ya kiuchumi. Kwa hiyo kinachofaa wao zaidi ni maslahi ya kiuchumi kuliko maslahi ya kiusalama. Kama kwa mfano huyu ambaye anatajwa kwamba ni jangili wa madawa kulevya El Mencho angeingilia maslahi ya Marekani. Ngoma Marekani haraka ameenda pale. Mapema. Kwa sababu ni wenyewe kwa wenyewe. Imekuwa sio nini maslahi yao. Kwa hivyo vile tufundisha kwamba namna gani mataifa yanalinda maslahi ya kiuchumi kuliko maslahi ya watu wengine. Unadhani mwisho wake utakuwa nini hasa? Mwisho siku nchi ndio itaendelea kuchafuka hivi, au unadhani kama unavyoona Umoja wa Mataifa ukaingilia, au wao wenyewe wanaweza kukaa na wakanegotiate bana, sasa sikilizeni, ni mkono akitaka hiki sasa tumempoteza ndugu yenu tufanyeje? Maana serikali yenyewe inasema kwamba itaendelea kupambana nao. Swali zuri sana. Unajua kutokana na tafiti za Global Security Index zinasema kwamba duniani kuna mizozo zaidi ya 80. Global Security Index, kwa watu ambao wamefuatilia kikao cha United Nations General Assembly cha 80 mwaka jana, hoja kubwa ilikuwa ni kuangalia global insecurity. Tumasa tukiangalia dunia, tuna mzozo Kongo, Afrika ya Kati, twende IGAD, Somalia, Somaliland, Sudan, Libya, Yemen, Palestina, Ukraine, tazama, Nigeria yenyewe ukitazama, twende Afrika Kati, twende Sahel hapa, Burkina Faso, Mali, Niger, Gabon. Haya, twende huko maeneo hizo nchi za Pinochet huko Latin America. Kwa dunia inapitia katika global insecurity, ukosefu wa usalama wa kimataifa, ambao ukosefu wa usalama wa kimataifa unaita vitu vitatu. Moja, kuna kitu kinaitwa global arms race, uzalishaji wa silaha za maangamizi. Juzi tumeshuhudia wakina Putin wamejiondoa katika mkataba wa New START, mkataba wa kupunguza uzalishaji wa nguvu za nyuklia. Urusi wamejiondoa, umesema kwamba tutasaini tena. Mkataba ule pale ulikuwa umeingiwa kati ya Barack Obama na mwenzake Dmitry Medvedev mwaka 2011. Ndio hii Putin anataka kusaini tena. Okay, tunaona kwa mfano kuna hali ambayo inatokea Sudan. RSF ya Mohamed Dagalo Hemeti na mwenzake Abdul Fattah al-Burhan ambaye anaongoza Sudan Army Force. Kuna vita, watu milioni 10 hawana chakula. Kutazama, kuna janga kubwa zaidi la kibinadamu. Twende Kongo hapo, M23 na makundi zaidi ya 200, Codeco, Lendu, Interahamwe, CFDR na makundi kibao ndani ya Kongo. Twende Sahel, Janjaweed. Twende Ukraine, Urusi amevuka mipaka, yupo katika nchi ya Ukraine, anataka Luhansk, Donetsk, Donbas yote, Zaporizhia. Twende kwa Netanyahu, Israel, anasema kwamba anataka Mashariki ya Kati yote. Wa Palestina kutokana na takwimu za Umoja wa Mataifa wamefariki zaidi ya watu 70,000. Umeelewa? Twende hapo Somaliland hapo. Tunafahamu Afrika na jumuiya ya kimataifa inafahamu kwamba Somaliland ni eneo huru na sehemu ya shirikisho la Somalia. Lakini tumeshuhudia balozi wa Israel na rais wa Somalia ambaye atambuliki na rais wa Somaliland ambaye atambuliki na Somalia wamefanya ziara na ameweza kuitambua Somaliland kwa lengo kupata nafasi ya kijiografia ya mlango bahari wa Bab el Mandeb. Unajua maana nini? Okay, twende Marekani anataka Greenland. Unajua maana nini? Maana ni kwamba dunia imeingia kwenye mashindano makubwa sana ya kudhibiti siasa na maeneo ya kijiografia. Hii ndio maana yake. Yaani sasa hivi wapi kwenye utajiri? Wapi kwenye utajiri? Wapi kwenye uchumi? Wapi kwenye ushawishi wa kijiografia? Ipo hivi, dunia imepitia kwenye ungo tatu. Kuna unipolar, multipolar na bipolar. Bipolar ni kipindi cha vita baridi. Urusi na Marekani wako wanashindana. Kipindi cha vita baridi. Unipolar ni kuanzia mwaka 1991 baada ya kuanguka Umoja wa Kisovieti. Marekani akaanza kusambaza global value, hizi zinaitwa liberal value, demokrasia na haki za binadamu. Tumeingia kwenye kipindi cha multipolar. China, Urusi, Marekani wanashindana.
multipolar politics, unipolar politics, bipolar politics. Sawa. Kwa sasa Global Security Index inasema kwamba lazima tuweze kupunguza nguvu za kikanda na tuweze tupunguza mitafaruku ya kikanda. Kwa hiyo kinachotokea kwa mfano katika issue ya Mexico ni ukosefu wa national security. Kinachotokea kwa mfano Ukraine ni ukosefu wa international insecurity. Kinachotokea kwa mfano Somaliland kutambuliwa na Israel kinaathiri pembe ya IGAD na mpaka ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa inachochea tunasema ile instability ya kijiografia ya ukanda. Kwa sasa hizi tafiti watu wasifuatilie na wafanyaji wasisome, kupunguza mizozo ya kikanda, kupunguza makosa ya ndani. Ndio kama Mexico. Yes. Wapi kuna loophole ambao tunaweza kaitumia ikisababisha ukosefu wa usalama katika nchi. Kwa kweli huu muendelezo wa magari sasa hizi nchi zimekuwa zikituhumiwa na magenge ya kihalifu, magenge ambayo ukiyatazama yanakuwa yanajulikana kama non state actors, sio kiserikali, hadhamini na serikali, imekuwa ina nguvu zidi ya ushawishi wa kiuchumi na wa kisiasa. Na lengo ndio kutokuweka ile kulinda usalama ndani. Kabisa. Kwa kumalizia hasa biashara madawa kulevya imekuwa ni biashara ambayo ina pesa kubwa sana na inapingwa sana. Ukiangalia karibia mataifa 80 au kuendelea kule yanapinga kabisa biashara madawa kulevya. Lakini ndio biashara ambayo ina pesa sana. Unadhani kwa nini hata imekuwa ni hivyo miaka yote na inashindwa kufeli? Yes, hii ni biashara ambayo kweli inaenda kuathiri tunasema maslahi ya taifa. Taifa lote lina maslahi yake. Maslahi ya kwanza taifa ni usalama. Maslahi ya pili ya taifa ni uchumi. Sasa hivi vitu vinategemeana, tunasema ni two sides of the same coin. Lakini maslahi ya tatu taifa ni watu wake. Kwa sasa ni biashara ambayo imekuwa ikipingwa kwa sababu imekuwa ikipelekea athari kubwa sana za kiuchumi na za kiusalama kwenye mataifa kizidi sana. Hiyo tunasema international system ya kimataifa. International order ya kimataifa imekuwa ipo katika udhibiti. Kwa hiyo jumuiya ya kimataifa inapoamua kutengeneza hizo convention, inapoamua kutengeneza kwa mfano declaration na protocol, lengo lake ni kwamba ni kuangalia international stability ya kimataifa. Kwa hiyo imekuwa ikipingwa na jumuiya za kimataifa, jumuiya za kikanda na nchi, kwa sababu inakuja kuathiri na kwenda kuua nguvu kazi ya taifa, kwa sababu nafahamu moja ya instrument kubwa, yani moja ya mtaji social capital taifa ni watu wako. Kwa wanapoathirika unakuwa unapoteza kwanza unapoteza future ya taifa, lakini cha pili unapoteza nguvu kazi ambayo ni manpower, lakini cha tatu unapoteza uchumi, lakini cha nne unapoteza udhibiti wa serikali katika kusimamia maslahi ya nchi husika au ya ukanda husika. Dunia kaka imepitia kwenye majanga makubwa sana. Vita ya kwa mfano ya pili imeua watu milioni 70. Kwa ukiacha magenge ya kihalifu yatakuwa yanahamasisha sana ukosefu wa utulivu wa kikanda na wa kimataifa. Kwa hiyo ndio sababu kubwa kwamba yamekuwa yakienda kutishia na kuharibu maslahi ya msingi ya dunia, maslahi ya kikanda na maslahi ya taifa. Mchungu, mimi nakushukuru sana kwa asante sana. Nilikuwa nazungumza na Godfrey Mchungu, tumezungumza mambo mengi sana kiukweli, na asante sana kwa wewe ambaye umetazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na nitoe asante nyingi pia kwa wewe ambaye umekuwa ukitoa maoni, unatuambia bana tazama interview natokea sehemu fulani, asante nyingi sana. Naambia pia katika sehemu ya comment tunatamani nani pia siku nyingine tumkaribishe hapa aweze kutupatia haya madini. Hii ni elimu ambayo pengine ufundishi darasani ama ufundishi kokote kule, lakini kadri unavyozidi kutazama na kusikiliza unapata elimu ambayo pengine hasa ungetumia muda mwingi sana kuweza kuipata, lakini hapa unaipata kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili na uelewa mzuri kabisa. Asante kwa wewe ambaye umetazama. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera ni Riziki bwana. Asante.